Amina. Naitwa Askofu Peter Konki, askofu mkuu wa kanisa la Pentecost Tanzania. Nimekuja hapa Tanga kikazi. Niko na mkutano wa wachungaji wa majimbo mawili, jimbo la Tanga Mashariki na Magharibi, kufundisha juu ya utumishi. Utumishi ni nafasi ya unyenyekevu ambayo inamwonyesha mtu kwamba kuna mahali anawajibika. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana mahali anawajibika ana nafasi ya kujisahihisha, kwa sababu pale anapowajibika atakosolewa ama atatiwa moyo. Akitiwa moyo anapata nguvu mpya ya kwenda mbele zaidi. Akikosolewa anarudi nyuma, anajisahihisha, anafanya vizuri. Utumishi ni wa muhimu sana. Wengi wameshindwa kwa sababu wanakataa tambua uongozi ulio juu yao. Anataka kila kitu awe kama yeye ndio hajari. Ukawaambia ukishindwa kutambua uongozi ulioko juu yako, basi wewe huwezi kufanikiwa hata kwenye lile kanisa unalochunga. Kwa sababu pale kanisani unahitaji washirika wakutambue, wazee wa kanisa wakutambue. Sasa kama wewe mwenyewe huna mtu unayemtambua, kila siku unawafundisha nini? Wakati mwingine unaongea hata udhaifu wa wengine. Wale washirika wanakula unachowalisha. Kwa hiyo kanisa haiwezi kuwa zaidi ya mchungaji. Kanisa inakopi kutoka maisha ya mchungaji, inatembea katika maisha ya mchungaji. Kama mchungaji ni mzinzi ama ana tabia ya vita ama kuvuruga taasisi, kanisa lile lazima litavurugika. Itakuwa la wazinzi. Hili ni jambo ambalo tunalionya na tumewaambia wao waaminifu katika mambo yote ambayo tunatamani iwe sehemu ya ushuhuda wa maisha yao. Sadaka anayotoa mchungaji anaushuhudia moyo wake. Wajibu wowote anaotimiza, anashuhudia utii wake wa ndani. Nimesema hata jana, katika kujenga msingi bora wa utumishi, zege muhimu ni unyenyekevu. Unyenyekevu haulemei. Unyenyekevu ni mahali ambapo tunaanzia na tutaishia. Kwa sababu mimi sikuanzia na uchungaji, sikuanzia na uaskofu. Kwa Mkristo. Na kuna wakati uchungaji na uaskofu utaisha, Ukristo hauishi. Yesu anasema jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Unyenyekevu ndio alama kubwa Yesu aliyotumia kama sehemu ya legacy yake. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo nalisii sana kanisa siku zote lidumu katika hilo. Na nawasihi pia viongozi wa serikali, kwa sababu najua viongozi wa siasa, hasa viongozi wa siasa ni wanyenyekevu wakati wa kura. Mimi nikawahi kusema na nasema viongozi wa siasa wapendi watu, ila wanatabia kuhitaji watu. Akishapata kura hata simu za watu wapokee, wasalimii watu, wanajifungua ndani ya magari makubwa. Na ni miaka mitano ikiisha tena wanapita humo mitaani. Wakati mwingine hapati hata mara ya pili anarudi mtaani. Lakini mimi nawaonya viongozi wa siasa, kwa kuwa siasa ni jambo la jamii, wajue kuwa rafiki wa watu hata baada ya uchaguzi. Uchaguzi ukiisha unabaki ana namba 10, nyingine yote anafuta. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni kukosa kuelewa. Kwa hivyo tunawaonya na tunawasihi kwa dumu wakiwa watumishi, wataishi kwenye ubunge kwa muda mrefu. Lakini kama hawataacha hilo jambo la kuwa watumishi, wakishapata kura wanakuwa mabwana wakubwa, wanabaki na neno, wanatunza neno mheshimiwa. Mimi sioni impact ya neno mheshimiwa. Mimi naona impact ya mtumishi. Wakisha kuwa watumishi, atakaa bungeni hata kama ni miaka mingapi, kwa sababu atawatumikia watu, ataishi kwa ajili ya watu, atathamini simu ya watu, maisha ya watu. Mungu atambariki. Hivyo ndivyo ninavyopenda. Mungu akubariki sana. Asante sana Baba Askofu. Mungu akubariki na wewe.